Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tawfika kufika sehemu kama hapa ili tuweze kusimama mbele ya Waislamu na kuwaeleza majukumu lao. Kwani Waislamu tumesimama mbele yenu leo ni mara ya pili, ni wakati wa pili. Juzi tulikuwa hapa tukasimama mbele yenu. Waislamu, hii kazi ni kazi ya kila Muislamu. Kama umesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hii kazi ni kazi yako na ni kazi yetu sisi sote Waislamu. Wallahi Waislamu, tuko na ahwali nzito, tukiwaeleza mtatoa machozi, kwa sababu Uislamu hali vile ilivyo leo, wallahi utasikitika ukisikia hayo maneno. Unaona mtu anasilimu na karibu na msikiti unakosa hata mtu ya kupokea, kwa sababu kila Muislamu anasema ako na jukumu lake na mambo yake, na sisi kazi yetu ni kuwafikishia kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na jukumu ya kuwasomesha ni jukumu ya Waislamu. Lakini pamoja na hayo, ndugu zanguni, unaweza fika sehemu nyingine hata unaambiwa shekhe, hapa hiyo kazi haikubaliki. Wakati wa Kristo wanapiga ngoma mbele za msikiti, lakini wewe Muislamu ukiweka da'wa unaambia hapa shekhe, unasumbua wa Kristo na sauti, na unatusumbua na biashara zetu za maduka zinaharibika. Wallahi Waislamu, kuna jukumu kubwa sana tuko nayo, na kuna mambo mazito ndani ya Waislamu, japokuwa ni aibu ya Waislamu hatuwezi tangaza. Waislamu, hii kazi ni kazi yetu na ni lazima tufanye kazi yetu kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko hapa duniani siku chache sana Waislamu. Kesho tunaweza pelekwa kaburini. Mkasikia tu mzee Ali, Allah amrehemu, alikufa jana. Tumepeleka nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ametupatia afya, ametupatia mali, ametuwekea majukumu mabegani mwetu. Hiyo mali Allah ametupatia, tumetumia kwa njia gani? Tumetafuta kwa janna yake ama tumefanya namna gani? Kwa hivyo tupige mahesabu Waislamu. Hii dini inatuongoja sisi sote tufanye hii kazi. Kama huwezi kusimama mbele ya watu, toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, support wale watu wanafanya hii kazi. Na kama huna pia utufanyie dua, Allah subhanahu wa ta'ala aturahisishie hii kazi. Ni kazi nzito sana Waislamu. Huku tunapigwa vita na wasiokuwa Waislamu, huku Waislamu ndio wanatupiga vita. Tunashangaa sana. Kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waislamu ndio wanapinga. Mtume alikuwa anaenda masokoni, anawaita wasiokuwa Waislamu, alikuwa anaita Mayahudi, alikuwa anaitwa Manasara, anakaa na wao, anawaeleza Uislamu, anawaeleza manabii wote walikuwa Waislamu, nyinyi mmepinda, mrudi katika dini yenu. Na sisi tunafanya hiyo kazi ambao manabii walikuwa wanafanya, na ndio masahaba walikuwa wanafanya. Lakini leo Waislamu ni masikitiko kubwa sana. Muislamu anakuambia lakum dinukum waliyadin, yani hata tafsiri ya hiyo aya haelewi maana yake. Anakuambia kila mmoja ako na dini yake, mnasumbua wa Kristo kwa nini? Yani yeye anatetea mtu awe mkafiri, asisilimu, asielezwe haki, na ni Muislamu, ndugu zangu. Kwa hivyo Waislamu, tushikamane mkono, tutufanye da'wa, tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfuko ya da'wa ni empty. Nikiwaambia ni empty, imeingia kitu kidogo sana. Na tunakaa paka Januari kufanya hii kazi ili tuweze kurudi baada ya Januari na Nairobi, turudi Januari ikianza turudi Nairobi. Waislamu, tufanye hii kazi kwa nia moja, Allah atatulipa. Ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yote atafanya kazi ya da'wa atapata jannatul firdaus al-a'la. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Tufate hii maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutoe sadaqa. Hii ni sadaqatul jariya, unajenga akhira yako na unajenga imani ya Kiislamu na unajenga Uislamu na unatimiza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu, tuweke account ya da'wa, kitu da'wa iweze kuendelea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vile vile kumtakia mtume wa mwisho
jemedari wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rehma na amani. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kutisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani ndugu zangu katika imani, hakuna jambo kubwa ambalo tunalofundishwa kama kumcha Mwenyezi Mungu. Takwa ni jambo la muhimu sana Uislamu. Ndugu zangu, jambo lingine ni kwamba kama vile ndugu yangu hapa amezungumza, amesema hali ya Waislamu kwa sasa hivi wallahi ni mtihani mkubwa sana. Na wakati unapoona kwamba tunapokuja katika sehemu hii ni kwamba mambo mengine ni majonzi, yanatia huruma, yana mtihani mkubwa sana. Ni vile tu kwa sababu ni ya kwetu ya ndani, hatutafaa labda kuyazungumza yote hapa katika moja kwa moja, lakini wallahi ni mtihani mkubwa sana. Ni mtihani mkubwa sana kwa sababu ule ushirikiano sasa hivi ulikuwepo kati ya da'wa na misikiti ni mdogo sana. Sio kama siku za nyuma pale ya kwamba tulikuwa tunaenda muhadhara, tunaenda tu kufanya da'wa sehemu fulani, unakuta kwamba mmepokelewa. Sasa hivi unakuta kwamba wale wengi sasa hivi, vikundi vingi, wanazuoni sasa hivi wengi, unakuta ni wale wa kutaka kujitenga na wanaiona kazi hii ni kama kazi baki, ni kazi ambayo haina maana yoyote. Na ndugu zangu katika imani, miongoni mwa kazi za da'wa, kitengo cha da'wa ina vitengo vingi, imam, kusomesha madrasa, tablighi na, lakini ile kazi ambayo ni ngumu zaidi ya da'wa ni hii, kwa sababu kazi zingine hutapata maadui pande zote mbili, lakini kazi hii utapata maadui katika Waislamu na vile vile katika wasiokuwa Waislamu. Unakuta kwamba tunaenda kufanya muhadhara sehemu nyingine, Muislamu anakuja anakuambia punguzeni, usikie ukishaka sauti ya Qur'ani, anamwambia njooni, acheni, punguzeni, ondoeni hii makelele kwanza, hali makelele ondoeni. Qur'an, Muislamu anakuja anakuambia, si Mkristo. Mwingine anatoka hapa anaenda paka vyombo vya habari, tunapigiwa makelele bwana, biashara zetu bwana, sijui kuna nini, fungeni hii mikutano. Muislamu sio kama ni mtu asiyokuwa Muislamu. Kwa hiyo Uislamu wallahi ni masikitiko makubwa na ni jambo lenye kutia, ni msiba mkubwa, na kama tutaendelea hivi ni mtihani mkubwa sana ndugu zetu katika imani. Na ndio maana wakati unapokuja mbele zenu kwa heshima kubwa na taadhima ya kwamba tuweze kulifanyia zoezi hili, kwa sababu nyinyi tu ndio mnaweza mkaendeleza gurudumu hili, nyinyi tu ndio mnaweza mkaendesha kazi hii kama vile siku zote huwa mnafanya. Ndugu zangu katika imani, na waombeni kwa heshima na taadhima, msije mkachoka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba kile kitu cha mtu ni kile ambacho amekitumia. Nguo ile ambayo iko mwilini umeivaa mpaka imechakaa, imechanika, hiyo ndio nguo yako. Zile pesa ambazo umezitumia katika khairi, zile mali ambazo umezitumia katika khairi, umetoa sadaka na mambo mengine kama hayo, hizo ndizo zako. Lakini zile ambazo umehifadhi sehemu fulani, umeweka benki, umeweka sehemu nyingine, hizo sio zako, kwa sababu siku ikifika ya kuondoka katika ulimwengu huu zitakuja kutumika na watu wengine. Hivyo chakula kile ambacho umehifadhi si cha kwako, ni cha watu wengine, kwa sababu ukiondoka katika wakati huu inakuwa kwamba wewe mwenyewe uko katika hasara kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema kwamba tuishi katika dunia kama wageni. Kun fi dunya kaanaka ghariban au ibn sabil, ishi katika dunia kama mgeni au kama vile mpita njia anakuwa anapita njia. Kwa hivyo hii dunia si yetu ndugu zangu tu katika imani. Kwa hivyo tutumie khairi zetu, tutumie mali zetu katika njia ya khairi, katika mambo ya khairi, na ukumbuke kwamba wakati unapojitolea ili kuifanya kazi hii ambayo ni kazi ya mitume, kazi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuifanya kwa takriban miaka 23, wallahi utapata ujira mkubwa sana. Sisi ni nani? Mtume anaondoka katika ulimwengu huu hana meno, amepigwa na makafiri, amepigwa mawe, amefanywa madhara mengine makubwa, lakini hakuacha kuifanya kazi hii. Kwa hivyo na sisi tuweze kuiacha kufanya kazi hii, lakini ili tuendelee kupata nguvu na tuendelee kuifanya kazi hii kwa nguvu zote Waislamu, ni lazima tunahitajia nguvu zenu Waislamu. Toeni kile ambacho Mwenyezi Mungu amewajalieni, iwe ni 10, iwe ni 100, iwe ni 1000, iwe ni 10,000, iwe ni 20,000. Na tulijuzi ndugu zangu hapa walizungumzia kitu kinachoitwa zaka.
na kulingana na hali yetu sisi Waislamu, sisi walimu, wallahi hali yetu ni taaban, ni taaban. Na sasa mwaka huu unakuta kwamba umefungiwa nyumba, una shughuli za kuweza kutegemeka. Laiti kama kunaweza kukapatikana, kwa sababu Waislamu mali wanazo, Waislamu pesa wanazo, kunaweza kupatikana ya kwamba jamani, mko walimu wangapi? Tuko walimu 5. Jamani, hebu shikeni hichi kiwango, hii ndio zaka yangu, nendeni kaweke biashara, nenda kafanye shughuli zingine, ili kazi ya Mwenyezi Mungu uweze kuifanya bila usumbufu wowote. Wallahi ingekuwa ni jambo la kheri sana, kwa sababu zaka inatolewa ndio, lakini inapewa nani? Watu ambao walikuwa wanafaa kupewa zaka hawapati zaka hii Sasa Waislamu tunaomba kwa heshima tuweze kufanya zoezi hili, na Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kujitolea zaidi na zaidi, kwa sababu kazi hii inatuhitajia, na tuweze kuendeleza kazi hii ya da'wa, kwa sababu ni kazi ya muhimu na ni kazi yenye thamani, na pia ni kazi yenye malipo makubwa. Kwa hivyo bado tuko safarini ndugu zetu katika imani, kama vile tulivyowaambieni tangu mwezi uliopita, na bado tunaendelea. Tutaimaliza mpaka mwisho wa mwezi huu inshallah, na Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi, lakini dini inahitaji juhudi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa afwan minkum jamian. Naam, shukran walimu wenzangu. Mimi wanafurahi sana kwa sababu hii mambo ya kutangaza dini ndio imefanya mimi unaniona nimesimama hapa, kwa sababu hata mimi nitangaziwa tu, sikuwa najua lolote, nilikuwa katika ujahilia tena mkubwa, lakini Mwenyezi Mungu akaning'oa kule akanileta pande hii, yani ukatolewa daraja nyingine ukaletwa pande nyingine na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hiyo hali ya kuhubiriwa tu, hiyo watu ambao wanadharau kama mimi sasa, kama watu wangenihubiria kama vile sisi tunafanya leo, ningeingia katika Uislamu, mwenzangu huyu angeingia katika Uislamu. So dini inakuhitaji wewe Muislamu kama Muislamu, na kila Muislamu tunasema ni dai. Kila Muislamu popote ulipo ni dai. Ukiwa kazini pale kwa ofisi yako wewe ni dai, unatupa maneno mawili matatu hapo hivyo. Kwa wafanyikazi wako pia unawapiga dawa hivyo kidogo, na ukisikia kutuita sisi tukuje tuwaongeleshe, unatuita tu, natupigia tu simu yetu iko tu, natuambia kuja uongee na watu yangu hapa hivyo. Kwa hivyo kila Muislamu ni dai, na hii kazi ni ngumu kwa kusema tu kweli. Ndio naona watu wengi wameitoroka mashaka wengi wameitoroka hiyo kazi ya kufanya dawa, kwa sababu ni kazi nzito. Wewe unafikiri ukonfront mtu ambaye si Muislamu, alafu mnaongea naye, mnakaa chini mpaka yani unaenda unampa maneno mazuri na saa nzuri, mnakaa naye chini anakusikiza. Hiyo kusikiza tu, hiyo ni dawa tosha. Yani mtu tu anakusikiza tu, anakusikiza mpaka mwisho. Hiyo sio mchezo. Ndio naona watu wengi wanaona kama hii ni kazi yani wanaona kama ni kazi, yani walimu kama wanafanya kazi by the way, yani ni kazi ya kupita tu, yani wamekosa kazi ya kufanya kitu kama hiyo. Lakini kila kitu kina daraja yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi hatufanyi peke yetu. Kwa hivyo hatuwezi kusema sisi mtu ameingia katika dini tunaandikiwa thawabu peke yetu. Hapana, hatuandikiwi thawabu peke yetu. Wewe na wewe tunashirikiana naye pamoja, tunaandikiwa the same, tunapata the same. Na watu wengi wanaingia katika Uislamu. Na huu mwezi nyinyi mnajua ni nini, na tuliwaeleza juzi. Hii mwezi ambaye kuna kufuru nyingi inafanyika wakati huo. Na kama Mwenyezi Mungu anakasirika, anauliza katika sura Maryam aya 88, anauliza anasema bingu na ardhi, bingu iko karibia kupasuka kwa tamko tu, kusema tu Mwenyezi Mungu ako na mwana. So hii sio kitu rahisi vile watu wanafikiria ati Mungu amezaa na tunajua Mola wetu hazai. Alafu tunaenda ile holiday nyingine ambaye tarehe 1, hiyo naye ni nyingine pia. So unapata mambo kama haya, tunajaribu kufundisha watu na kuwaeleza kwa uzuri na kwa upole mawaidha tu hasana, mawaidha mazuri, siku kutokana na dini ya mtu wala nini. Tunaongea na watu, na wakati mkiangalia katika mitandao wetu hakuna mtu ameshaitukana katika kuongea kwetu. Watu tunatumia ile system ambaye mtume alikuwa anatumia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia system nzuri sana. Wakristo kutoka Najran wametoka Najran, wamekuja wameenda mpaka kwa mtume pale Madina wakafika wakati ya kuomba, wakapewa wakaomba ndani ya msikiti wa Madina wakapewa nafasi wakaomba na wakarudi na waliporudi kwao wote walirudi wakawa Waislamu. Kwa hivyo hii dawa pia inataka hekima
Dawa inataka hekima hali ya juu. Yale maneno watu pengine wanarushiaga watu wengine, ukiambia wewe uambie mtu hata kwa sababu si Muislamu unamuita majina mengine, hiyo haitakikani katika dawa. Dawa inataka hekima sana ya hali ya juu. Kwa hivyo Waislamu katika hiyo safari yetu ambayo tutamalizia mwisho wa mwezi, bado mfuko iko chini kabisa, hakuna mfuko, iko chini kabisa kabisa, na tungeomba Waislamu tushirikiane tu pamoja, usione ngumu. Hebu angalia kwanza simu yako unatumia pesa ngapi? Pengine unakuta kuna mtu anatumia simu pengine almost 10,000 kuongea na kufanya mambo mengine. Wewe ungetoa hata utoe 1,000, 2,000, 3,000, hiyo itasaidia sana katika kazi ya dawa. Usione ni kidogo, lakini inaweza pengine kuingiza watu kama 5 katika Uislamu. Kwa hivyo bado tunaendelea na bado tutakuwa na nyinyi na bado tutawaongelesha tu Waislamu, hatutachoka kuwaongelesha kwa sababu nyinyi ni mandugu zetu. Na pia anasema katika mafansi wetu ambao wako katika Salim Dawa ambao wanakuwa na sisi pia ninaona wengine wanatupa ushauri wakati tunaambia, ukiangalia katika comment anatuambia basi hii swali mliulizwa hivi, ungeongeza kitu fulani. Tunafurahia sana kwanza, alafu kama kuna makosa mnatukosoa, tunafurahi sana. We are very happy kwa sababu hapo ndio ni ushirikiano. Mwalimu ulijibu hii swali namna hii, lakini swali ungetoa hadithi hii ama ungetoa aya ya Qur'ani hii, tunafurahi sana. Kwa hivyo tushirikiane pamoja na tuendelee kufanya kazi ya Allah, na Allah ndio atatulipa. Na wale Waislamu wagonjwa tunaombea dua, Allah wape shifa. Wale wazazi wao pengine ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape shifa. Na wale ambao pengine biashara zao zimeenda vibaya, tunaomba Mwenyezi Mungu ainue na aweke baraka ndani yake na rehema yake. Na wale ambao wako safarini, basi Mwenyezi Mungu afikishe safari zao salama. Tunamalizia hapo tukisema wahadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya na tumekutana hapa. Hii ni msikiti katika zile msikiti za Kajiado County. Tuko na mandugu zetu hawa wametembelea, si Waislamu ni Wakristo. Wamesema wanataka kuona ndani ya msikiti. Baada ya kuona ndani ya msikiti, tukae chini tujadiliane na wao. Kwa hivyo namkaribisha ndugu yangu. Unaitwa nani? Anaitwa Keri Owino. Keri Owino, karibu sana Keri Owino. Naitwa Lance Andala. Lance Andala, karibuni sana. Hii ndio msikiti vile ilivyo, tutatembea paka ndani huko. Karibuni sana. Mnaangalia msikiti ndio hivi. Mnasikianga huko kanisani ama pengine barabarani Waislamu wanafuga majini ndani ya msikiti. Leo tafuteni kama kuna jini moja iko hapa, halafu mtuambie kama mmeona. Haya, karibuni sana. Hizi ni vitabu za Qur'ani. Hizi ni vitabu za Qur'ani, mtu yote akitaka anakuja anasoma. Ni Qur'ani yote. Zote ni vitabu za Qur'ani. Hapa ndio mahali siku ya Ijumaa imam anakalia hiyo kiti ama anasimama hapa, na baadaye anakalia hiyo kiti, anatoa hutuba. Hapa ndio mahali imam anasimama wakati 5 anasalisha Waislamu. Naona hakuna kitu kingine, ni hiyo kiti na hiyo ni microphone, ile ni sawa, unaona hapo. Hivi ndio msikiti inakaanga. Hizo zote ni vitabu za Qur'ani. Zote hizi ni vitabu za Qur'ani. Mtu anatoka nyumbani, unaona kama vile wenzetu anasoma hapa. Mtu anasoma akimaliza anarudisha hapa. Hivi ndio msikiti inakaanga. Kwa hivyo karibuni sana. Nafikiri mmetembea, mmeona msikiti hali zake. So tawatembeze huko mahali pa kutawadhia, mahali Bwana Yesu alikuwa anatawadhisha wanafunzi kwa pande hiyo. Nitawaonyesha pia. Karibuni sana. Hii ndio hali ya msikiti. Hizi viti zimewekwa tu kwa sababu ya wazee, mtu kama ametoka kama mimi hivi hawezi kukalia akasali, au wale disabled ndio wanakalia. So karibuni sana. Hapa juu kuna msikiti ya wamama. Wamama pia wanasali hapa juu. Hawachangamanekane na wanaume. Na Biblia inasema wanaume kando, wanawake kando. Sawa. Kwa hivyo hapo ndio mahali pa kutawadhia. Hapo tunaenda hivi. Hizi ndio mfereji za kutawadhia ziko hapa. Unaona hizi zote ni mfereji. Hizi ndio mfereji, hizi ni choo za kutumia.
Yani kama una haja unatumia hizo sandals zinakaanga hapa. Ukikuja unavaa, unaingia kwa choo, ukimaliza unaweka hapa. Hazifuki pande hii. Kwa sababu choo ni najis. So viatu hizo zinakaa pale. So nafikiri mmeona msikiti vile ilivyo. So mkitoka nje naeleza tu hatujaona majini hapo ndani ya msikiti. Na kama mmeona pia mnasema watu wanasema Waislamu wakikufa wanakamuliwa matumbo. Hiyo habari nafikiri mko nazo. Hiyo nafikiri mtauliza baadaye. Kwa hivyo karibuni sana, tunatoka nje sasa. Sasa tunatoka nje. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha sisi sote Waislamu na Wakristo, tena tuko katika msikiti, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Lengo na madhumuni ni kufikisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa wasio kwa Waislamu. Na wao wamekuja wanataka kujua, je, wanasikianga huko msikitini Waislamu kuna wameweka majini mingi sana. Leo mmetembea ndani ya msikiti, mliona jini ngapi? Hakuna. Hamjaona. Kwa hivyo yale inasemwa kule nje ni uongo. Uongo. So na mlisikia Waislamu wakikufa wanakamuliwa matumbo? Hiyo bado sijaisikia. Nasikia tu ni wanaziko hiyo siku tu. Siku hiyo. Asante sana. Hiyo pia tutafika kwa nini Waislamu wanazika siku hiyo. Sasa tunarudi kwa mada. Sababu tulitoka kwa mada tukaenda kwa Paulo. Tunarudi kwa mada. Ya umungu wa Yesu. Uungu wa Yesu. Allahu Akbar. Waislamu nasikia Wakristo wanasema Yesu ni Mungu na ni imani yao. Ndio maana tunaambiwa tutoke nje tuwaeleze ya kwamba Yesu sio Mungu. Tukikaa tu ndani ya msikiti hawatapata ujumbe. Lakini kila siku tunasikia Yesu ni Mungu. Leo wako hapa wanatuambia, wanazungumzia uungu wa Yesu. Kwa hivyo tunawasikiza. Karibuni sana. Kwa hiyo wakati yenu mmetupatia, karibuni sana. Naitwa Lance tena na huyu ni rafiki yangu Keri. Nazipenda introduction. Nashukuru kwa katika kikao hii. Ni fursa njema ya kujadiliana kuhusu maneno yetu ya kiimani. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini itakuwa kikao ya amani na pia tutaweza kushauriana na kujua ukweli. Asante. Karibu sana. Asante. Kwa Mungu wa Yesu, mimi personally mimi ni Mkatoliki na ambavyo nimezoea tangu nizaliwe, na mimi ni Mkristo pia. Tangu nikuwa mdogo nimekuwa nikijua Yesu ni Mungu, na ishara ama evidence sana wasio upenda kutumia ni Bible. Lakini mimi kama Mkatoliki huwa situmii Bible pekee. So natumia several books kuprove. Na pia sana mafunzo ya church ya kwanza, the early church. And iko na mafunzo mengi kuhusu hiyo. Isipokuwa hiyo, ningependa kujua mbona Waislamu wanasema Yesu si Mungu na kwamba mbona wanakataa. Kwa hivyo unataka kujua kwa nini Waislamu wanasema Yesu si Mungu? Naam. Asante sana. Karibu sana. Ustadh Hassan. Karibu sana. Nafasi yako. Wakristo wanauliza kwa nini Waislamu wanasema Yesu si Mungu wakati wao wanaamini Yesu ni Mungu, na katika Katoliki wanasema Yesu ni Mungu kisha tena bado ni maana wa Mungu yote ni yeye. Yeye ndio maana wa Mungu tena bado ni Mungu. Naweza clarify kitu. Naweza sema Mungu ni venye nimewambia, kuna kitu inaitwa juu Mungu hatuwezi mdescribe na hatuwezi muelewa
tunatumianga kitu yenye tunaweza words. Tunatumia words, tunatumia vitu ambavyo tunaona hata kama Mungu haizionekana. Tunatumia vitu ambavyo tunaweza jaribu kueleza ingawa hatutaweza kumueleza vizuri. Haina shida, utatufafanulia zaidi baadaye. Naam. Kwa sababu tunaongea uungu wa Yesu. Naam. Yesu ni Mungu au si Mungu? Si ndio hiyo? Mungu ndo nafika hapo. Utatufafanulia baadaye imani yako. Naam. Yesu ni Mungu. Naam. Kisha bado ni mwana wa Mungu. Naam, ndo nafika hapo. Kwa hivyo ako na sehemu mbili. Yeye ni Mungu tena ni mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Nature yeye ni Mungu. Nature ni Mungu. Aha. But kwa Mungu yeye bado ni mwana. Who is. No. Kuna what he is. What he is God. That's his nature. What he is. Who he is the son in the person. Like Mungu sisi tunaamini what he is the nature ni God. Who is in relation to the person, in persons, ndo babake. Kuna God the Father, God the Son na God the Holy Spirit ama Roho Mtakatifu. Yani ni Mungu tatu. Si Mungu tatu, ni moja, nature. Asante, mpe mic mwalimu. Kidogo hapa Mkristo amenichanganya mimi kwa sababu aliniambia Yesu ni Mungu, tena ananiambia bado ni mwana wa Mungu, tena bado anasema Mungu ni zaidi ya moja, kuna utatu. Sijaelewa zaidi. Hapa wewe Mkristo umenichanganya, lakini wacha mwalimu azungumze, atufundishe Yesu ni Mungu au si Mungu. Karibu sana Ustadh Hassan. Naam, shukrani sana katika kikao hiki, na tunashukuru wageni wetu ambao wametembelea na tumeweza kuongea nao. Walikuja mapema sana, saa 5 na nusu. Ilikuwa saa 7 na nusu. Na tumeweza kuongea sana kwa muda mrefu sana, na ni vizuri kutaka kujua kwa nini sisi Waislamu tunakataa Yesu si Mungu na si mwana wa Mungu. Kwanza wacha nikuja hapa kwa Mungu kwanza. Kwa sisi kama Waislamu tunaamini ya kwamba Mungu muumba wa mbingu na ardhi, ambaye tunasema dominion yote ya mbingu na ardhi ni ya Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu kwanza hana mke, hana mtoto, na hafanani na kitu chochote katika kiumbe chochote alivyoumba. Kwa hiyo Mungu hawezi kufanana na viumbe vyake. Yeye ndio ameuziumba vyote, ameumba uhai, ameumba kifo na kila kitu tunavyoona katika mbingu na ardhi. Kwa nini tunasema Yesu si Mungu? Yesu si Mungu sisi Waislamu. Kwanza, point number 1. Kwanza Mungu hazaliwi. That is point number 1. Yesu alizaliwa na Mungu hazaliwi. Number 2. Yesu alikaa miezi 9 katika tumbo ya mamake Mariamu. Mungu haisitoshea tumbo. Haisitoshea kwa tumbo, akae kwa tumbo alafu azaliwe. Number 3. Kwa mujibu wa Kristo wanasema Yesu aliuawa. Kwa hivyo Mungu alikufa. Na Mungu katika sifa zake hakufi. Mungu hafi. Timotheo wa kwanza 6:16. Mungu hafi kabisa. Anaishi milele. Hebu soma mwalimu. Mungu hafi kabisa. 6:16 mwalimu wangu. Inasemaje? Oh, 6:16. Naam. Ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Ndio. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Unasikia? Biblia ambaye ni mnasomaga sana inasema ya kwamba Mungu anakaa katika nuru ambaye haiwezi karibiwa na mtu yeyote, na hakuna mtu yeyote ameshaimuona Mungu. Yesu alionekana duniani miaka 33 akitembea. Kwa hivyo kama alionekana yeye katika sifa za Mungu anatoka. Ya 4, Mungu ageuki akawa mwanadamu tena akawa mtu. 3:6 kitabu cha Malaki. 3:6 Malaki. Inasemaje? Inasema mwalimu wangu 3:6. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Mungu sio kigeugeu.
leo awe ni Mungu, kesho awe ni binadamu, kesho tena aitwe Simba wa Yuda, kesho tena aitwe mkate, tena kesho aitwe sijui yani mambo ya zabibu, Simba wa Yuda. No, hayo tena yote katika yote. Sasa hiyo ni that's point number 4. Point number 5. Huyu Yesu ukisoma katika pale Mathayo nafikiri 8:22 pale kuna ile kisa wameenda kwa boat. Walipokuwa kwa boat, mawimbi ya bahari ikawa ina yumba yumba. Wanafunzi wakastuka, hii boat itazama kwa maji, wakaenda wakamwamsha Yesu. Kuangalia Yesu, akakuta Mungu amelala. Sasa Mungu akilala, basi watu wote wataingia peponi. Akirudi kuamka akakuta watu wameingia, hata walevi, wazinzi, wote wataingia peponi kwa sababu Mungu ni wa kulala. Lakini sifa ya Mungu mwenyewe ambaye halali. 121 moja mpaka 4 kitabu ya Zaburi. Hebu soma hiyo Zaburi 121 kuanzia 1 mpaka 4. Zaburi 121. 121 wanaenda hivi. Nimesikia 100. 121. 121. Ngapi mwalimu wangu? Anzia 1. Nianzie 1. Inasemaje? Inasema nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. 121 Zaburi 1. Hebu soma 4. Naam. Hata sinzia wala hata lala usingizi. Unasikia? Mungu ambaye aliumba mbingu, na ndio unaona hata katika Uislamu hiyo ndio faith yetu. Mungu hawezi sinzia hata kidogo hivi. Atachoke alale. Hata zinzia, hii ni Biblia inasema. Mungu hata zinzia wala hata lala usingizi. Hawezi lala. Yaani hana hiyo time, kwa sababu kitu kidogo ikitokea tu kila dunia na mbingu na ardhi zinaporomoka. Itakuwa hakuna tena. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ako pale ndio halali, lakini Yesu alikuwa analala. Sasa watu wanasema ati Yesu alitoka kule kwa Mungu, akaja duniani, akaja akageuka kama mwanadamu. Kama alitoka kwa Mungu, akaja hapa duniani, akageuka kama mwanadamu. Point number 6, basi atakuwa amelaaniwa. 3:9 kitabu cha Yakobo. Yakobo James. Kizungu ni James. 3:9 inasema. Inasemaje? Inasema kwa huo tumhimidi Bwana. Ndio. Kwa hiyo tumhimidi Mungu baba yetu. Ndio. Na kwa huo tuwalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo mwanadamu yoyote ambaye alifanywa kwa mfano wa Mungu amelaaniwa. Na katika Biblia inasemekana Yesu, vile waandishi wameandika, Yesu ni binadamu, na ni kweli yeye ni binadamu. Timotheo wa kwanza 2:5. Kwa hivyo wanadamu wote ambaye amefanywa katika mfano wa Mungu amelaaniwa. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Tunamlaani, nyinyi ndio mnamlaani kwa sababu mnasema yeye ni Mungu, na Biblia inasema mwanadamu yoyote ambaye ametengenezwa kwa mfano wa Mungu analaana. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Ndio. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Kumbe huu Kristo ni binadamu kwa sababu amezaliwa na Mariamu, ambaye Mariamu ni binadamu, na mwanadamu akizaa na binadamu. Kwa hivyo alipozaliwa Yesu alizaliwa kama sisi. Pahali naona ndugu zetu wa Kristo wanawachanganya kidogo. Wanaona Yesu amezaliwa ana mama na hana baba. Lakini mimi na wewe tuko na baba na mama. Lakini tukasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu ametumia formula ya kuumba wanadamu. Si hivyo formula moja ametumia miujiza hiyo, miujiza 4. Nataka leo uende na hiyo. Ametumia formula 4 Mwenyezi Mungu, miujiza 4. Muujiza wa kwanza, Adam aliumbwa kwa udongo, hana baba na hana mama. Muujiza wa pili wa Mwenyezi Mungu,
Hawa ametolewa katika ubavu wa Adam, hana baba na hana mama. Muujiza wa tatu ni mimi na wewe, tuko na baba na mama, maji ya mama na maji ya mzazi inashikanishwa, tunapatikana. Ni miujiza mikubwa sana hiyo. Muujiza wa nne ni Yesu kuzaliwa kwa mama bila baba. Kwa hivyo ametumia miujiza nne Mwenyezi Mungu kuumba wanadamu. Hao wote wanakuwa ni wanadamu. Point number 7. Kwa nini nasema Yesu si Mungu? Nikienda kumalizia, naomba usomee Matendo ya Mitume 3:26. Ndio uone sasa Biblia imemweka Yesu katika pahali pake, na Yesu mwenyewe nitamalizia na yeye aseme kweli yeye ni Mungu. Tunajua watu wanamsemea tu. Watu wanamsemea, wanasema wewe ni Mungu. Hata siku hizi naona hata mkiimba sana kanisani, watu wengine naona wakiimba wakisema anastahili kuabudia, anastahili Yesu Mungu wa milele. Unasikia? Najua mimi nilikuwa kwa master. Kwa hivyo najua kuimba sana. Ni vile tu najua kwa Uislamu sisi tuimbagi. Sasa hebu soma hiyo mwalimu wangu. 3:26. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Sikia vile Biblia iko very specific. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia, Yesu ni mtumishi wa Mungu. Kama vile tunasema Muhammad ni mtumishi wa Mungu, tunasema Musa ni mtumishi wa Mungu. Kumbe Biblia iko very specific, lakini mtu huko nje ataongea bila kusoma andiko ama kusema kitu akasema Yesu ni Mungu, lakini nasema yeye ni mtumishi wa Mungu. Na katika wakati kwa wale mlisema Mungu watatu, yani Mungu katika utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho. Huu ni wa kwanza, tunasoma huu wa kwanza, alafu tuende wa pili. Huo nasema kwamba ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Haya, Mathayo 12:18. Kwa hivyo tumepata mtumishi wa kwanza wa Mungu ni huyu ambaye anaitwa Mungu Mwana. Mungu Mwana ni mtumishi wa Mungu. Twende kwa wapi mtumishi wa pili? 12:18 Mathayo. Inasemaje? Inasema mwalimu wangu, tazama mtumishi wangu niliyemteua. Ndio. Mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye. Ndio. Nitatia roho yangu juu yake. Tulia. Kumbe roho naye ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Sasa tuko na ngapi? Roho ni mtumishi wa Mungu, Yesu ni mtumishi wa Mungu. Sasa hawa watumishi tunaambiwaje? Ama nabii Ayubu aliambiwaje na Mungu kuhusu mambo ya watumishi? 4:17 Ayubu. 4:17 inasemaje? Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, mtu atakuwa safi kuliko muumba wake? Ndio. Tazama, yeye hawategemei watumishi wake. Kwanza Mungu hategemei watumishi wake, na tumepata mtumishi wa kwanza ni Yesu na mtumishi wa pili ni Roho, na Mungu anasema Mungu hategemei watumishi wake. Kwa hivyo kwa Yesu na Mungu ni kama mashariki na magharibi. Kwa sababu anasema hawategemei kabisa. Endelea, maliza. Tazama, yeye hawategemei watumishi wake. Ndio. Na malaika zake huwahesabia upuuzi. Na malaika zake hata ni Mwenyezi Mungu Biblia ndio inasema anahesabu kama ni upuuzi. Kwa hivyo these are the point. Nilikuwa nataka kutoa point 10, sasa nimetoa, imebaki 2. Sasa ya pili, Ayubu 36:26. Hapo ya Ayubu tusoma. 36:26 mwalimu wangu. Inasemaje? Tazama, Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu, nasi hatumjui. Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Hesabu ya miaka ya Mungu haijulikani. None knows. Mungu ako na miaka ngapi? Hesabu ya Mungu, hesabu vile na hesabu, hakuna mtu anajua. Miaka ya Mungu haijulikani. It's not known. Lakini watu wanasema ya Yesu ni Mungu, miaka yake inajulikana. 3:23 kitabu cha Luka. Luka inasema. Maandiko yangu nashika. Ataiona kwa mtandao hata nini. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha, alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Kumbe Yesu ambaye ni Mungu kulingana na mujibu wa kwenyu, huyu Yesu akianza kuhubiri kwa miaka 30.
na miaka ya Mungu haijulikani. Sasa mimi nashangaa, kuna kiumbe kilikuwa na miaka mingi kuliko Mungu Yesu. Kiumbe hicho ni nani? Nuhu. 9, miaka ya Nuhu 9, nafikiri 25 hapo. Mwanzo miaka ya Nuhu pale 29. Soma. Siku zote za Nuhu zilikuwa miaka 950 akafa. Nuhu ambaye ni kiumbe kwa mujibu ya nyinyi wa Kristo, mnasema Yesu ni Mungu. Kwa hivyo mkisema Yesu ni Mungu, mnamaanisha ameumba kila kitu, na kama ameumba kila kitu ameumba Nuhu, na Nuhu huyu ako na miaka 950 na Mungu mwenye kumuumba ambaye ni Yesu ako na miaka 23. Sasa bosi ni nani? Bosi atakuwa ni nani? Sababu huyu ako na miaka ako na 33 na ule aliumba ako na miaka 950. Sasa bosi ni nani? Unaona maneno haya? Sasa naandika ya mwisho ndio zote kwa swali lingine, nirudishie mwenyekiti microphone na atoa ya mwisho. Sasa nadiru na Yesu mwenyewe. Natoa maandiko mawili katika kitabu cha Yohana. Nafikiri kama utamwambia mwenyekiti kama umeridhika ama nini, tutarudi tu. Uko na hiari ya kusema mwalimu hapo hujasema vizuri ama umedanganya. Mwalimu uko tayari? Uko tayari? 5:44 Yohana. 5:44 Yohana. 5:44. Nataka usikie statement ya Yesu yake mwenyewe vile anasema yeye ni Mungu ama si Mungu. Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi? Anaambia wanafunzi wake na wale walikuwa wanamsikiza, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye pekee hamutafuti. Angalia, Yesu anasema nyinyi mnawezaje mnapokeana utukufu wenyewe kwa wenyewe, mnaweza kuamini namna gani? Mnamwacha Mungu aliye wa pekee. Angalia, Mungu aliye wa pekee. Kwa hivyo Yesu anasema Mungu ni wa pekee yake, anajiondoa kabisa. Mungu aliye wa pekee yake. Sasa najiuliza, Mungu hawezi abudu Mungu mwingine. Ni kweli rongo? Kama anasema urongo. Mungu anaweza abudu Mungu mwingine? Mungu anaweza abudu Mungu mwingine? Kiaje? Yaani tuseme huyu ni Mungu, tuseme mimi ni rais. Naweza mwabudu rais mwingine ama kumtegemea rais mwingine? Naamnisha kama mimi kama binadamu, kama tuseme kama mimi binadamu Mungu. Kama mmetoshana cheo, unaweza tegemea ule mwingine? Mmetoshana? Haiwezekani. Haya, Marko 6:12. 6:12 Marko. Salamu. 6:12. Sasa hiyo ndio inafunga kabisa kuonyeshana ya kwamba Yesu si Mungu. Na Yesu pia amesema katika Yohana 20:17, naenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu, naenda kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Haya, soma hiyo Luka. Wakatoka 6:12. 6:12 mwalimu. Luka, si Marko. Luka. Unajua saa zingine kompyuta inaingia virus kidogo. Inasema ikawa siku zile aliondoka, akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Hiyo pointi ya 10 namalizia naye nikisema Yesu hawezi kuwa Mungu, kwa sababu kama ni Mungu wakati amelala usiku mzima. Sisi Waislamu tunaitaka tahajudi, swala ya usiku. Tunaamka usiku tunasali. Sasa huyu Yesu amelala kule milimani ya Mizeituni akimwabudu Mungu. Alikuwa anaabudu Mungu gani? Na aliye ndio Mungu mwenyewe. Kwani Mungu anajiabudu? Mungu anaabudiwa na viumbe. Sisi wanadamu na majini ndio tumeruhusiwa na Mwenyezi Mungu tumwabudu yeye. Wanyama waabudu, hawataulizwa swali. Sasa huyu Yesu kama ni Mungu, alikuwa anaabudu Mungu gani? Na aliye ndio Mungu mwenyewe. Kwa hivyo hiyo maswali wewe ndio utatujibu, tuambie. Ndio unaona sisi Waislamu tunasema Yesu si Mungu, na katika Qur'ani yetu tunasema ya kwamba Yesu ni mtume, ametumwa kwa wana wa Israeli.
Na pia katika Biblia inasema Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli 15:24 Mathayo. Nasema ametumwa kwa wana wa Israeli. Hakutumwa kwa ulimwengu mzima. Hata kama watu wamemwekea cheo cha ulimwengu mzima, hicho katika sisi tunajua hakuna, kwa sababu inasema alitumwa purposely kwa wana wa Israeli, awatoe katika giza aingie katika nuru, aingize katika nuru. Asante sana mwalimu. Mwalimu wa Kiislamu amechukua nafasi yake na amesema Yesu si Mungu, na ametoa dalili nyingi sana, sio moja, ametoa dalili nyingi sana Yesu hawezi kuwa Mungu. Je, wewe ambaye ni Mkristo ukasema Yesu ni Mungu, una udhibitisho gani Yesu ni Mungu? Ni udhibitisho. Leta udhibitisho. He has pointed out a lot of good points, which they are really good points, but personally I still see Christ as God in the terms of first, when we speak of tukifikiria kuhusu Mungu, tukifikiria kuhusu Baba na Mwana, sio tunafikiria kwenye binadamu anaona mimi nipate bibi, tupatane tufanye mahaba kwa mapenzi ya Mungu, na Mungu akipenda tunapata mtoto. Hiyo ndo tumezoea kuona kwa binadamu, na sisi kata pia kwa wanyama, tunaona wanyama wakifanya hivyo kupata offsprings. Ndio tukisema kuhusu Mungu akona mtoto, si sisi wenye tunafikiria. Mnaelewa kwamba wenye Mungu amepata Yesu sika wenye sisi tunapata mtoto. Wenye Mungu alipata mwanake wa pekee, wenye iliyoeleza ni tangu milele yote, from eternity. Kuna the early church fathers wali come up na during the Nicene Creed, kuna time bishops wali come up, kuna inaitwa Nicene Creed, mnaweza enda mtafute, inaongelea kuhusu wenye Mungu. Kidogo baba. Mwalimu wa Kiislamu ametoa aya na zikasomwa na akatuonyesha Yesu si Mungu. Sawa, kidogo tu najibu kidogo. Tusirudi mambo ya mafadha na makanisa huko. Nataka nijue kutoka kwa kitabu. Naam. Watu wanataka kujua kutoka nje na pamoja na sisi hapa wanataka kujua wewe umesema Yesu ni Mungu na utatoa evidence. Sawa? Tunataka evidence kupitia vitabu na aya yote inasema Yesu ni Mungu. Ndio najibu kufika hapo. Nimekuwa kama Mkatoliki, kuna vitu tatu tu tuna amini ziko na authority. Ulitueleza kitabu na tukaelewa. Ndio maana tukasema Yesu si Mungu. Ndio nafika hapo. Sema ito ndio najibu kujieleza. Ukinikatiza kila siku. Sikukatizi kwa sababu nataka evidence. Ndio natoa evidence. Nasema kuna vitu tatu huwa tunaamini. Biblia, kuna kitu inaitwa traditions, church traditions, na mafunzo ya baba wa kanisa. Ndio sana nakwambia, ingawa haijaandikwa kwa Biblia, na kwanza Biblia haikuwa kitambo tangu senye Yesu ilikuwa tu Old Testament, ile Torah ya Waisraeli yenyewe tunajua. New Testament ikakuja pamoja na around mwaka 400 kwa Council ya Nicaea, ndo wakacompile. When you compile your Bible, walikuwa na other teachings alongside the Bible, na hizo ndo the main foundational teachings yenye tumekuwa nayo tangu milele. Now one of those teachings ni kwamba ni triune God. Now from that council ya bishops ni senye walimu wote, na kama hapa tuko na walimu wa Islam, tukakuja tukakapa tukazungumza, kulikuwa na pia walimu wa kanisa walikuwa wanaitwa bishops, na wakipatana ilikuwa inaitwa council. Ilifanyika Nicaea, inaitwa Council of Nicaea, na hiyo ilikuwa one of the places yenye Bible ilikompiliwa. Juu vitabu vingi vinaandikwa, wakachukua vitabu fulani wakazika pamoja. Wenye walita hii kitabu Bible, on top of that walikuwa na mafundisho zingine, na kwa hizo mafundisho moja yao ilikuwa kuhusu Tatu Mtakatifu. Kwa Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema si peke yake Biblia tunatumia authority yetu, kwa vitu tatu tunatumia. Ndio kwa jibu kusema. Kwa hiyo mnaweza mtafute inaitwa Nicene Creed. So in Nicene Creed wali summarize our whole faith. Kenye mimi naamini
Yani walimu wakasummarize. Naweza wasomea. Kidogo tu. Tutasoma, haina shida. Tunauliza hivi, wewe kama Mkristo unafuata Biblia ama unafuata Qur'ani? Mimi kama Mkristo nafuata vitu tatu. Ngoja hizo vitu tatu tunakujia. Hizo vitu vitatu ni mambo ya kanisa, hatujui. Sisi Waislamu kitabu chako ni Biblia ama ni Qur'ani? Ni Biblia. Si peke yake. Hiyo peke yake. Utaendea utatuitia hawa wasomi, walimu wako, watatueleza ni hizo vitabu zimetoka wapi. Kwa sababu sisi tunajua Wakristo wanatumia kitabu cha Biblia. Ndani ya hii Biblia unaweza kutudhibitishia Yesu ni Mungu? Naweza kudhibitishia. Ya kwanza, lete aya. Maelezo mazuri umetuambia, tumesikia, tena tamu sana. Sawa? Maelezo mengi umetueleza ni mzuri. Lakini tunataka sisi hapa tunataka ushahidi ya andiko. Ndani ya Biblia iseme Yesu ni Mungu. Short and clear. Hakuna. Sikia. Otaki niongee. Unajua mnasemanga nika black and white. Unaona? Nika hivi ama hivi. Kuna cumulative evidence ndio ajabu kusema. Lazima chaza kuna print yenye Yesu amesema Yesu yeye ni Mungu. Kuna vitu ambavyo yeye alifanya inadhibitisha yeye ni Mungu. Kama kuponya watu, kama kusamehe dhambi. Na ilhali ni Mungu pekee yake anaweza samehe dhambi. Asante. Dhambi. Kuna maneno yanatumia kama mimi ndio mimi I am. Sasa kidogo acha nikukatize. Nisomee hiyo kitabu cha Timotheo 2:5. Nataka alafu unipatie aya kama hiyo kwa Biblia. Maelezo ni mengi tu umesema na ni mazuri, ni tamu. Lakini sisi Waislamu tunatakanga evidence kwa andiko. So sikiza hiyo, alafu baada ya hapa utanipatia andiko kama hiyo Yesu ni Mungu ndani ya Biblia. Si maneno kidogo tu. Mambo ya katekisimu na vitabu zingine ambaye sio Biblia, tutauliza viongozi wenu. Tutazungumza na wewe, utawaalika watuletee hizo vitabu zote, watufundishe Yesu ni Mungu. Sawa? Lakini sikiza hiyo andiko. Na pia hizo vitabu huwa vinafundishana ndani, sio nje huko. Sababu hapo nje sisi tunasomanga Biblia. Inasema kwa sababu Mungu ni mmoja. Nasikia tunaambiwa kwa sababu Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Haya, twende baba. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Tunaambiwa mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni wangapi? Ni mmoja. Haya, twende baba. Mwanadamu Kristo Yesu. Tunaambiwa mwanadamu Kristo nani? Kristo nani? Yesu. Kwa hivyo Yesu ni mwanadamu na ni andiko ya Biblia, sawa? Sio Qur'ani, ni Biblia, sawa? Sasa mwalimu wangu ametufundisha Yesu si Mungu, ni mwanadamu. Na nikasupport na ile aya ametoa ikatueleza Yesu ni mwanadamu. Yeye ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, sawa? Na yeye ni mwanadamu. Na wewe ukainsist ukasema Yesu ni nani? Ni mwanadamu na Mungu. Tena mara mbili. Si mara mbili, ni person. Okay. Mtoe ndani ya box. Huyu ni kijana mdogo anajaribu kujifunza. Sasa yeye unajua yuko ndani ya box. Na wewe uko nje ya box. Sawa Wewe unamfundishia nje ya box na yeye mafundisho yake yote ni ndani ya box. Tena ndani box alafu liko kwa mabano. Hesabu ya mabano huwezi fanya mpaka utoe na utoke nje ya box. Sasa huyu natakiwa wewe pia uingie ndani ya box. Nimfundishe huko ndani ya box. Ndio utamuelewa. Lakini ukimfundisha ukiwa nje ya box, hivyo tu ndio mtaenda mpaka kesho. Itabidi umuelewe uingie ndani. Huko ndani. Sasa muelewane. Sasa umpe nafasi kidogo. Ajieleze. Unajua ukiwa ni kesi, kama upewe nafasi ya kujieleza na lawyer, jaji atakufunga tu. Unaona, sasa ajieleze kulingana vile na imani yake ya ndani ya box. Ajieleze, sisi tutaelewa. Mwalimu amefundisha vizuri nje ya box. Ndio maana ametoa maandiko. Huyu yuko ndani ya box, hana maandiko. Ataleta mambo ya mababa wa makanisa, imani ya kanisa pamoja na yeye. Kwa sababu huko hakuna maandiko. Unaona Maandiko yao ni ile imeandikwa kila Jumapili kama ni Luka 2, dunia mzima inasomwa hiyo. Hiyo ndiyo anajua.
Unaona? So apewe nafasi ajieleze tu kidogo, alafu tuone tutamtoa aje ndani ya box aje nje tumuone vizuri. Asante sana. Asante, shukrani. Asante sana. Asante sana. Sasa baba, umepewa nafasi, jieleze, alafu baada ya hapa nafasi pia ni yenu. Nafikiri mwalimu amefikisha, amesema Yesu si Mungu. Na wewe umekosa andiko hujatoa, ukatupeleka kwa vitabu za walimu. Na huko vitabu za walimu hatuna, tuko na Biblia. Nikakwambia toa andiko kwa Biblia, huna. Sasa wewe jieleze vizuri, baada ya hapa tunawapatia nafasi muulize maswali. Sawa, hamjauliza maswali. Naam. Karibu sana. Ya kwanza ni kwa Kenya ameongelea kuhusu umri wa Yesu. Jinsi binadamu anaumbwa. Hizo ni hoja nzuri, sijakata. Venye amesema ya kwanza kuhusu Yesu kwa bila mzazi baba. Nasema nature ya Yesu, like Yesu mwenyewe tangu milele yote alikuwa Mungu. Tangu zamani alikuwa Mungu. Alikuwa Mungu, asante. Na hakuwa na mwili. Hakuwa na mwili. Na alikuwa anaishi. Alikuwa anaishi na baba. Alikuwa anaishi bila mwili. Bila mwili. Asante. Kama babake na Roho Mtakatifu. Hivyo tunaona malaika Gabrieli alikuja kwa Maria. Waisraeli walikuwa na prophecy fulani kwa watapata mwokozi kutoka laini ya Daudi. Kwa hiyo laini ya Daudi kulikuwa na mwenye ataongoza dunia mzima. Na hiyo ndo walikuwa na ngojea tangu milele yote. Ili ndo juu Yesu alikuwa na kuna Old Testament ina foreshadow New Testament. Kuna ile story ya Abrahamu alitoa mtoto, Mungu alimuuliza atoe mtoto wake kafara. Kabla ya kumuua Mungu alimzuia awe mtoto wake. Hiyo ina ishiria kwa Mungu angejitoa yeye mwenyewe mtoto wake ili ndo watu wakoe juu, sisi hatungeweza jiokoa. Na tunaona hiyo kifanyika when Yesu alikufa. Yesu tangu milele yote alikuwa Mungu, sijakata. Alikuja akatumwa na babake, akaingia kwa Mariamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Venye aliingia kwa Mariamu, nika example naweza penda kama venye mnasema analogy. Tusi Mungu ni moto, si ndio? Naelewa. Mungu ni moto. Na kuna chuma. Chuma ina present binadamu. Mnafaa kuelewa Mungu akichukua hiyo nature ya binadamu, akichukua hiyo jinsi ya binadamu, ili ndo watu wako juu. Sisi kama binadamu sizifanya mazuri yote. Ni ndio kwanza swali langu inanisoma kuhusu Waislamu, kuhusu wokovu wao juu ya matendo yao mazuri. Ndio kitu moja inanipindamiza. Mimi kama binadamu sizifanya kama mfano niwe mtu, matendo gani mazuri yenye inaweza toshana na binadamu, unaelewa? Hizo maswali ilikuwa yananikumba. So juu tunaamini Yesu alikuja kutokoa na yeye ni Mungu, alitumwa na babake akaingia kwa Mariamu, ndio alikuwa tangu milele yote. Nikakupa example ya ukichoma chuma, unaelewa chuma itabaki kwa chuma lakini itakuwa na hiyo moto, na hiyo moto ni Mungu. Ni example tunatumia, si the best example naweza tumia. Na binadamu ndo anaweza kufa, unaona? Kwa hivyo venye Yesu alipata hiyo jinsi ya binadamu, assume nature, nikakuvalia manguo, unaona? Najaribu kutumia tu analogy ili ndo so ndo angeweza kufa atuokoe. Binadamu anaweza kufa. Naam. Umemaliza? Naam. Nafasi tumekupatia nyingi tu. Umemaliza? Naam, acha huyu pia aongeze. Kabla hatujaenda tumpatia mic, haina shida. Umesema wanadamu anakufa. Wanadamu anafa. Na ukatuambia Yesu ni Mungu. Naam, ni Mungu. Kidogo. Wacha ni clarify Mungu. Yesu ni nani? Yesu umenieleza Yesu ni nani? Yesu ni Mungu na binadamu. Ni mix. Si mix, ni kuna kitu inaitwa hypostatic. Hypostatic ni nani?
Yesu ni Mungu 100% kwake. Na ni mwanadamu 100%. Naam. Sio, unanielewa Ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. No, lakini ni mtu mmoja, ni mtu mmoja. Naam. Bado ni moja. Huyo mwanadamu 100% ni mwanadamu na 100% ni Mungu akakufa. Naam. Kwa hivyo Mungu amekufa. Naam. Sasa sikia. Unanifurahisha kidogo. Kufa kwake, no, sisikia. Mimi nataka niulize hoja kidogo tu. Kama Mungu amekufa, sikukufa venyewe, like si alizikwa, amekufa na kazikwa. Na alikufa. Uhakika kwamba ulimi yako Mungu amekufa, sawa? Binadamu. Kwa hivyo ni mili ya binadamu imekufa. Naam. Ya Mungu ikabaki. Mungu haiwezi kufa. But Yesu ni Mungu na mimi Yesu ni Mungu na binadamu. Ni kama mimi for example ukiniona hivi. Sijasema mimi ni Mungu, sijasema hivyo. Na natumia example. Niko na Mungu ndani yangu. Na mimi ni binadamu. Mimi ni person. Sijui niseme aje. Sasa kama Mungu atakuwa ndani yako na wewe ukufe, Mungu atakuwa wapi? Mungu. Na wewe umekufa na alikuwa ndani yako, atakuwa wapi? Moyo wake sitatoka. Asante, mpe maji yule kidogo. Unataka mafunzo mengi, mpe huyu kidogo. Kidogo. Kuna kitu amesema ningetaka niweke sawa kidogo. Swali linahusiana na Mwokozi na ningetaka nimuulize yeye. Umesema Yesu alikuja kuwaokoa, akawa mwokozi wenu, sio? Naam. Katika Biblia kuna mwokozi mwingine ama ni Yesu peke yake? Yesu peke yake, hakuna mwokozi mwingine. Kwa hivyo hakuna mwingine kabisa katika Biblia mzima. Naam. Okay. Mimi katika kuchambua kwangu kidogo naona kama hapo hujatuambia ukweli. Kwa sababu huyu Yesu, hebu tuanze na Yesu alafu nikuonyeshe kama kuna wengine, kwa sababu tukipata wengine tutaona hapo hujatuambia ukweli. Ni 13:23 nafikiri tuanzie hapo mwalimu. Matendo. Matendo. Twende Matendo kwanza. Tuanzie hapo alafu nirudi katika Old Testament. 13:23. Inasemaje? Katika uzao wake mtu huyo. Nataka usikize hiyo statement. Usikie vile Mungu ameiweka wazi, alafu niambie mimi kama mimi ambaye nimezaliwa hapa Kenya naingilia wapi katika hiyo wokovu. Endelea. Sio Mungu huyo. Katika uzao wake mtu huyo. Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yaani Yesu, kama alivyoahidi. Kumbe hii ni ahadi Mungu aliweka tangu mwanzo. Atawaletea watu gani mwokozi? Israeli. Na mimi na wewe tuko Kenya, sisi ni wa Kenya. Tuko hapo? Tuko hapo na njia gani? Kwa sababu Mungu amesema, andiko imesema is very clear. Ahadi, Mungu aliweka ahadi na ahadi ya Mungu haivunjiki. Inavunjika? Ahadi ya Mungu inavunjika? Kama haivunjiki, bado ina remain kwa Waisraeli. Yesu ni mwokozi wa watu gani? Israeli. Kabla ya Yesu, na ndio ujue hiyo maneno nakwambia ni ya kweli. Hebu tuangalie katika vitabu za Mwanzo kama Mungu alikuwa anadili na watu wengine ama alikuwa anadili na Waisraeli, kwa sababu katika New Testament tunaona ya kwamba Yesu amekuja ametumwa mwokozi kwa Waisraeli. Je, in the Old Testament bado Mungu alikuwa anadili na hiyo issue ama hapana? Kitabu cha Waamuzi 3:9. Waamuzi, Judges. Waamuzi 3:9. I want to clarify that. I'm just 3:9 Waamuzi inasema. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana. Angalia, nataka sikia. Unaona hapa katika New Testament imeongelewa kuhusu Waisraeli, wana wa Israeli. Na ndio kana Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi kama alivyoahidi. Kumbe aliahidi, ahadi si ya saa hii. Imeanza huko mwanzo. Sasa mwanzo tunachambua mwanzo kule. Hiyo ni kitabu cha Waamuzi 3:9 ama the book of Judges 3:9. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana. Wakafanyaje? Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi. Wewe ulikuwa umesema mwokozi ni mmoja katika Biblia, si ndio? Umeniambia. Umesema tu sahi. Lakini tunapata hapa kuna mwokozi mwingine. Wameinuliwa mwokozi mwingine. Hebu tusimusikie jina lake, alikuwa anaitwa nani? Aliyewaokoa. Kumbe Waisraeli waliokolewa kule mwanzo.
Yani Othnieli, huo ni Othnieli mwana wa Kenazi. Waisraeli walikosa kule mbele, walipofanya makosa wakamulilia Mungu wasiadhibiwe. Walipomulilia Mungu, Mungu akawainulia mwokozi kabla hata hizo hajazaliwa. Uko mwanzo anaitwa Othnieli mwana wa Kenani. Na tena wakafanya makosa tena, wakaletewa tena mwingine. Soma hapo 15. Inaendelea kusema Waamuzi 3:15. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, angalia, wanalia tena mara ya pili. Kwa sababu walikuwa wanafanya makosa, wanatubu kwa Mungu hivyo hivyo. Akawainulia mwokozi. Akainua tena mwingine. Sasa huyu sasa ni wa pili. Yehudi mwana wa Gera. Unaona? Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia, Waisraeli wameletewa mwokozi mara ngapi? Othnieli, Ehudi na Yesu. Kwa hivyo waokozi katika Biblia wa wana wa Israeli ni wangapi? Sema tu sione haya. Sema tu. Sema tu. Sema tu sione haya. Unajua anasema. Mimi nasema. Acha nielewe na English. Au tu unataka tusome English? English pengine. Haya, okay, we start. Okay, let's go. Haya. Judges. Rusungu. Watu wengi wanapenda Rusungu, ikishirikana pahali mambo yakiwa mataiti Rusungu. Kiswahili, ngoja nimeweza ku. Okay, kinakuchenga. Okay, just continue. I'll try. Alafu nafasi. I didn't go to school, but I'll try. 3:9 start. 3:9. And the children of Israel cried unto the Lord and delivered the children. Sauti yako iko chini. And the children of Israel cried unto the Lord, raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. And the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel. So 15. Uone kama nimekosea. But when the children cried unto the Lord, raised them a deliverer. Hapo hajasema Messiah. Hapo hajasema nani? To deliver, for example, tunaenda kuhusu Samson. Samson. For example, tunaweza tumia Samson. Deliverer. Ni tofauti. Angalia, kuna tofauti ya Messiah na deliverer. Iko. Soma Matendo. Acts. Iko chapter 13:23. Of this man's seed hath God, according to his promise, raised unto Israel a savior, Jesus. A savior. Yes. Israel. Are you there? Yes. Where are you? Where do you fit? Go Kenya. How can you fit in the same basket with but Israel hapa point Israel walikataa hiyo salvation hadi kwa Mungu. No, they did not refuse. They did. No, they did not refuse. They denied. Walikataa. No, just go to John 8 that was that one. John 8. Mwombe ungu mshatoka. Mambo yote hiyo. Hata zimeisha hiyo. Ilisha. Haya hawamekosa hawana hawa. And Jesus asked him, saying, what is thy name? No, John 8 verse that one, not Luke. Hiyo tunamalizia na hiyo kurudishia mwenyekiti microphone yake. Waisraeli hawakumkataa Yesu, walimkataa. Walimkubali Yesu, hawakumkataa. Soma 8 that one. Watakataje na wametumiwa. Then Jesus said to those Jews which believed in him, not all of them. Kumbe kuna Mayahudi walimkataa Yesu na wengine wakafanyaje? Wakamkubali. Kwa hivyo itokea magrupu wangapi? Mawili. Kwa hivyo grupu ingine ilikubali Yesu na ingine ikafanya nini? Kamkataa. Kwa hivyo msio mnasema Mayahudi walimkataa. Mayahudi walimkubali. Wachache wakamkataa. Lakini Wayahudi walimkubali. Kwa hivyo wewe huwezi kufiti kwa Wayahudi. Wewe zingia. You cannot. Hata ukijaribu kuingia wapi. Haya, patia mwenyekiti mwa. Wewe ni Gentile. Gentile, mtu wa mataifa. Nataka nikupeleke kwa makabila ya Wayahudi. Kile unimalizane na huyu alafu nimpatie.
Nataka nikupeleke kwa makabila ya Wayahudi. Kama yako itapatikana utatuambia wako wapi. Kitabu cha Ufunuo. Ishafika mwalimu wangu. Haya. Inasema nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kabila za kabila za Israeli. Kuna makabila za Waisraeli walitiwa muhuri. Watu 144,000. Watu 144,000. Kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Soma kabila pekee. Kabila ya Yuda, Rubeni, Gadi, Asheri, Naftali, Manase, Simeoni, Lawi, Isakar, Zabuloni, Yusuf na Benjamini. Mlango 12 ya wana wa Israeli. Yangu hakuna, yako hakuna. Sasa wewe yako utuambie katika Biblia iko wapi? Utupatie katika Biblia. Kuna maiki yuko. Mna maiki yuko nyinyi. Sawa. Tumia wako na ile. Tumia hiyo. Biblia ya wana wa Israeli imeelezwa ndani ya Biblia. Sawa? Yako ya 13 iko wapi? Paulo alienda kawatabiria wapagani wenye wanaitwa Gentiles. Sijakataa kwanza salvation ilikuwa kwanza ya Waisraeli. Na kuna wenye walitikia kama tumeviona. Pia kwanza ilikuwa ya Waisraeli. Ya pili ilikuwa ya sisi wa Gentiles. Gentiles ni dunia mzima. Dunia nzima. Naam, katika ufalme wa Yesu, katika siku ya mwisho, katika ufalme wa Yesu utakweko? Utakweko? Naam. Asante sana. Katika ufalme wa Yesu tuone kama atakweko. Ndakuwa. Haya. Mathayo 19. Aha. 19:27. Katika Mathayo, sikiza, kama utakuwa katika ufalme wa Yesu ama hutakuwa. Ndipo Petro akajibu akamwambia. Petro akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Petro anauliza Yesu, sisi tumeacha vitu vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Petro anauliza Yesu, tutapata nini basi? Yesu akamwambia. Yesu anamwambia Petro, amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, Yesu, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Nanyi mtaketi katika viti 12. Ya 13 hakuna. Twende baba. Mkiwahukumu kabila 12 ya wana wa Israeli. Yesu anaambia Petro, mtahukumu kabila 12 ya wana wa Israeli. Sawa? Yako iko hapa? Ya 13 iko wapi? Sio jina, kabila 12 ya wana wa Israeli umepigwa muhuri. Full stop, hakuna mwingine. Wewe yako iko wapi? Next verse 29. Swali sasa. Nafasi ni yako, uliza swali. Tukiendelea kusoma mbele. Naomba uulize swali. Niulize swali. Sina swali. Ningependa kupitia tu ama acha niseme na English, clarify on the evidence in Jesus Christ is God, and based on our belief you gave Lance the opportunity, and I would also like to take the opportunity ama hata kuwaomba nitoe yangu yenye mimi naamini kulingana na Biblia, kwa sababu hata wewe mwenyewe ulisema unataka maandiko. Nyuma mambo ya Yesu tunamaliza. Yesu Mungu huyu ameshindwa kutoa haya evidence, ameshindwa kutoa. Tusirudi huko. Sasa uliza swali lako. Swali yako. Uliza Waislamu swali. Wanataka waulize maswali. Walimu angalia wamejaa hapa. Kwa sababu hilo lilikuwa la ndugu yetu pale na alishindwa kudhibitisha uungu wa Yesu kwenye maandiko. Sasa wewe tusirudi tena huko kwenye mada hiyo. Wewe sasa uliza swali lako. Haimaanishi kama yeye alishindwa pia mimi nitashindwa. Ama hata kusema ameshindwa, amekosa haya kutoa.
Mimi ninazo. Uko na haya? Uko unajua hiyo mada tumemaliza. Sasa ungefaa kuuliza tu. Sio kumaanisha amtaki aya ambayo niko nayo. Uko na aya? Haya leta. Yesu Mungu. Leta. Acha kwanza shekhi. Kwanza maliza. John chapter 10 verse 30 to 33. Soma sisi ni wajumbe wa Kiswahili. 10 30. Tuanze 30. Tuanze 30 hadi 33. Mimi na Baba tu umoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipigia kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema tukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya Mungu. Nadhani ni hapo. Ni hapo. Aya yangu nauliza wewe unajifanya Mungu. Nadhani wewe ni Mungu. Ni Wayahudi na lazima pia tuelewe nani ndo ako na ukweli, ni Yesu ama Wayahudi? Hiyo ndio swali. Kwa hivyo tuelewe nani ana ukweli. Nani ndo ako na ukweli ndo aseme wewe ni mwongo ama ni ukweli. Sana. 20:17 Yohana. Sikiza Yesu ukweli yake. 20:17 inasema, sikiza vizuri hiyo aya. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini anaenda kwa ndugu zangu kawaambie. Yesu anamwambia yule mtu anaenda kwa Baba, kisha anamwambia nenda kwa ndugu zangu. Sasa kama Yesu atakuwa Mungu, mandugu za Yesu wataitwa nani? Yesu anatuambia twende kwa mandugu zake. Sasa hao mandugu ya Yesu ambaye Yesu mwenyewe watakuwa miungu. Watakuwa nani mandugu ya Yesu? Watakuwa miungu na wao. Wacha nijibu. Nijibu ndio nataka nimalize haya. Na kujibu. Kulingana na mimi bila ninaamini na vile pia Biblia imetoa kwamba Yesu ni Mungu na Yesu tena ni binadamu. Kama ni mandugu wa Yesu, mandugu wa Yesu katika hali yake kwa binadamu na si haya. Maliza haya baba. Ninafaa kwenda kwa Baba. Ninafaa kwenda kwa Baba yangu. Ninafaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Huyo Baba wa Mungu Yesu ndio baba yetu. Yesu anatuambia anaenda kwa Baba yake. Huyo Baba yake ndio anatuambia ni baba yetu. Haya twende baba. Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Yesu anatuambia anaenda kwa Mungu wake. Huyo Mungu wake ndio Mungu wetu sisi, sawa? Yesu amesema ukweli uongo? Amesema ukweli. Kwa hivyo Mungu wa Yesu ndio Mungu wetu. Kama Yesu ako na Mungu wake, ina maana Yesu ni nani? Yesu ni Mungu na Yesu ni binadamu. Ni binadamu. Huwezi pata pasenti mara mbili ukakuwa Mungu tena ukawa binadamu. Hiyo ni kutuchanganya akili na haiwezekani. Ni ukweli. 17 aya ya 3. Sikiza Yesu anakuambiaje? 17 ya 3. Haya. Sikiza Yesu anasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anakuambia wewe mwanadamu, uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee. Mungu wa pekee. Yesu akisema Mungu wa pekee inamaanisha nini? Mungu ni mmoja. Wa kweli. Huyo Mungu mmoja ndio Yesu ama Mungu wa Yesu ndio Mungu? Mungu mmoja ni Yesu na huyo Mungu bado. Unanichanganya baba. Unanichanganya kwa sababu unajua mimi ni analog. Ukiniambia Yesu anasema, anaashiria. Haya ni maneno ya Yesu. Wakujue wewe Mungu wa pekee. Wewe alikuwa anaambia nani? Wewe. Ni Yesu ama ni Mungu? Alikuwa anamwashiria Mungu yupi? Anaashiria mtu mwingine. Anaashiria Mungu mmoja. Mungu wa kweli. Kwa hivyo Yesu Kwa hivyo Yesu si Mungu wa kweli. Yesu anaashiria Mungu wa kweli. Sikiza, Yesu anaashiria Mungu wa kweli. Wakujue wewe Mungu wa pekee, kisha ni wa kweli.
Umeelewa? Nimalizie mwalimu wangu. Haya, malizia baba. Na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo aliyetumwa na nani? Aliyetumwa na aliyetumana nani bosi? Sema tu mdogo wangu, sio wewe. Aliyetumwa na aliyetumana nani bosi? Aliyemtuma. Kwa hivyo Yesu si bosi. Yeye bado. Ina maana hapo aya inatuonyesha Yesu si Mungu. Kuna Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo Yesu ametuambia ukweli na Wayahudi wametuambia ukweli. Wewe ndio unatudanganya, unatuambia Yesu ni Mungu. John 10:30. John 10:30. Haya, soma baba. Yesu. 20:30. Inasema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba tu umoja. Ngoja tuendange namna hiyo. Tuifanyie operation kwanza hii mdogo wangu. Lazima tufanyie operation ijulikane ni maneno ya nani. Tuichinje. Mimi na Baba tu umoja, maana yake nini? Wao wako umoja. Wako umoja. Watakuwaje na umoja wakati Yesu anatuambia Mungu wa pekee na wa kweli? Watakuwaje na umoja? Kwa sababu na Yesu anatuambia yeye ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu yeye watakuwa na umoja katika utumishi ama watakuwa na umoja katika uungu? Watakuwa na umoja katika utumishi ama katika uungu? Katika utumishi na. Asante, imetosha. Imetosha. Katika utumishi. Kwa hivyo umoja wao ni katika utumishi? Basi utumishi. Asante, ubarikiwe sana. Swali lingine uko naye? Haya. Matendo ya Mitume sura ya 3 aya ya 26. Aya 3:26. Alafu nipatie mic babu kidogo. Kohoe kidogo. Kohoe kidogo. Na dingi au? Kisha kona chai kwanza. Dingi. Dingi. Ona. 3:26. Inasema Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Mungu Yesu. Anafufua utumishi wake Yesu. Simeisha? Mungu ndio anafufua. Niendelee. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Ina maana kama Mungu, kuna Mungu aliyemfufua Yesu, basi Yesu si Mungu. Yesu mtumishi. Alimtuma kwenu ninyi kwanza, ndio, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Haya. In English the verse inaenda hivi. Unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him. Hapo inasema servant. Haya, hii ni Biblia. Kiswahili imesema servant. Kiswahili inasema hapa hakuna sani hapa. Hako inasema mtumishi. Mtumishi ni servant. Na hapo inasema sana. So hii ni swali kwetu sisi wote. Kwetu sisi wote. Sasa ni Biblia gani ndio tutafuata tuseme ndio Biblia ya mwisho yenye inasema Yesu ni mtumishi ama Yesu ni mwana wa Mungu? Asante. Mwalimu wangu. Aya ni moja. Kwa Kiswahili inasema mtumishi na kwa Kizungu inasema son. Ndio maana huwa tunapenda Kizungu hivi. Naye ni Mkristo, anaona Biblia imemchanganya, anauliza kati ya hizi Biblia mbili gani nzuri? Asante sana kwa hilo swali. Kijana ajitahidi. Sasa kijana ona kama ametoka nje, ako nje ya box. Ukiona ameanza kuuliza ni gani mzuri, ako nje ya box. Ashaanza kuchomoa kichwa. Sasa hii yeye hayuko ndani ya mabano. Yeye ndio anataka kujua. Kijana wangu, hizi vitabu vyote zimeandikwa na viongozi wenu. Kwanza uelewe hilo. Pili, siwezi kukuambia hii ni mzuri ama hii ni mbaya isipokuwa kwa maelekezo kama haya. 8 Yeremia. 8 Yeremia. Hiyo ndio mliofanya haya maneno yakawa hivyo. Alafu na uniandalie Qur'ani 6:91.
kuna vitu kilifanyika huko, Mungu analalamika. Kuna ufisadi ulipita pale fulani. Ndio maana Qur'ani ikaja kusafisha huo ufisadi. 8:8 dingi nasema mwasemaje? Ndio. Sisi tuna akili. Ndio. Na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Hebu twende polepole. Kijana wangu, najua lile ni swali na anatakiwa kujibu ni wewe unayefuata hicho kitabu. Lakini sasa kwa sababu majibu huna, Mungu mwenyewe anajibu, sababu anasema mwasemaje? Nyinyi mna akili. Wewe uko na akili? Uko nayo eh? Naam, ninayo. Uko na akili. Naam. Kwa hiyo akili ulipewa na Mungu ya kufafanua mambo, sawa? Naam. Sasa hiyo akili naona tuitumie kwa hii aya, tuone kama uko nayo ama huna. Ngoja kwanza imalizike kusoma, twende kwa pointi, sawa eh? Maana nimeuliza kama tuna akili ukasema unayo. Si ndio? Haya, endelea mwanangu. Mwasemaje tuna akili? Na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Tena ni swali lingine. Umesema uko na akili. Je, Mungu anauliza na Taurati yake, ile Torah, uko nayo wewe? Uko pamoja nayo? Kama uko pamoja nayo, sasa ndo tunaanza kuendelea kuifanyia kazi ya akili. Teremka. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Kwa hiyo Taurati kulingana na waandishi washaiharibu. Ina uongo ambao wewe mwenyewe huwezi kuthibitisha ni huu. Na uongo mwingi uliotumika katika vitabu hivi vyote ni kumpea uungu Yesu kuwa Mungu, na wakati yeye hana. Yeye mwenyewe hana habari kama ni Mungu. Sawa Lakini waandishi wakampa Yesu uungu ambaye yeye mwenyewe hana habari kama ni Mungu. Hiyo ndio uongo wa kwanza. Pili, kitabu kikaharibiwa kulingana na vile mlitengeneza vitu zingine ambazo hamna. 6:91 Qur'an. Sikiliza Qur'an vile inasema. Kwa hiyo ndio chague kitabu, ndio nataka kukupea kitabu ambacho hakina shaka, hakina kombokombo, kikisema kitu kimesema. Na hivyo ndivyo iko, na huwezi pindisha. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye hayo maneno. Na Mayahudi hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama inavyotakiwa kumheshimu. Sikiliza vizuri hapo. Kumbe Mayahudi ndio watu wa kwanza kutokumheshimu, acha kitabu, kumheshimu Mungu mwenyewe kwanza. Walipovunja ahadi na Mungu, kwa hata vitabu zikawa haziheshimiwi. Waliposema nini? Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote juu ya binadamu yoyote. Unasikia hawa Mayahudi wanasema Mungu hajateremsha chochote, kwa hiyo hakuna Taurati, hakuna Zaburi, hakuna Injili pamoja na hii Qur'ani. Mungu hajateremsha kitu kama hicho. Hao ni Mayahudi hao. Kwa nini walisema maneno haya? Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kuwa Qur'ani ni kitabu alichoteremshia Mwenyezi Mungu. Unasikia ugomvi ukaanza baina ya Mtume na Mayahudi, ndio wakamwambia we, wacha hizo stori zako bwana. Mungu mwenyewe hata hajateremsha chochote, wacha kwako. Kwa mwanadamu yeyote, Yesu ni mwanadamu, Musa ni mwanadamu, Daudi ni mwanadamu, hakuna. Ni nani aliyekiteremsha kitabu alichokileta Musa? Sasa Muhammad naye sallallahu alaihi wasallam anawauliza hao Mayahudi, aliyekileta kitabu cha Musa ni nani? Chenye nuru na uongofu kwa watu. Kumbe hichi kitabu cha Musa kilikuwa kwanza ni nuru, ni muongozo kwa watu, mimi na wewe. Mlichokifanya juzu hapo, mkafanya mafungu. Musa alipewa Torah ambaye ni sheria. Serikali ya Mungu yote Musa ndiye alipewa. Kula hivi, lala hivi, ukiugua fanya hivi, kila kitu. Nyinyi mkazifanya mafungu. Mkaandika Mwanzo, si ya Musa hiyo. Mkaenda Kutoka, Walawi, Hesabu. Alafu hii Torah mkaibadilisha mkaita Kumbukumbu la Taurati. Vitabu vingapi? Mkasema ni za Musa. Unaona Moja alipewa tu Torah, sheria. Unaona hukumu humo. Sasa Mungu anasema mkatengeneza juzu vitabu vidogo vingi. Unaona ndio maana hii yenu mnaotumia nyinyi kuna vitabu ngapi? 73, si ndio? Iko na 73. Ya wenzenu wakachonga 7 wakabakisha 63. Ambia sio 63, ni 66. Ni vitabu 45
na barua 22, 21. Zote inakuwa 66. Paka barua mliziita vitabu. Unaona tatizo hili kwanza. Vitabu vya Mungu hapo kama ni vitabu kweli ni 45. Sawa, lakini barua ziko 21. Ukiongeza zote 66. Nyinyi mkawa na ziada mko na 73 na si 73 kwanza. Sio 73. Zaburi yenyewe peke yake iko na vitabu 5. Humo ndani ina vitabu ngapi? 5. Methali iko na vitabu 5. Kwa hiyo sio 73, ukiongeza 10 inakuwa 83. Unaona Ni 83. Hizo zote ni kwa sababu mlitengeneza kando kando vitu mkaunda, sasa mkapotea, mfuate gani? Ndio swali kijana anauliza, sasa ni gani mzuri? Mwanangu, wewe ni mtoto mdogo sana na bado unakuwa. Na kwa nini nikuite hivyo? Nikurudishe kwa Yesu. Alisemaje Yesu? Ndio tunje nikupe ni kitabu gani? 15, 12 Mathayo. Ndio nikurudishe ni kitabu gani wewe unapaswa kufuata. Kile ambacho hakitakusumbua. Huku son, huku servant, huku sijui nani, utachanganywa mpaka kesho asubuhi. 15. 12. 12 mwalimu wangu. Inasemaje? Ndipo wanafunzi wake walipomwendea. Wakamwambia, wajua kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa. Sasa Mafarisayo, saa ile mlikuwa mnazungumza mlikao mkatoka kwa mando, mlikuwa mnamwongelea Paulo. Ni mmoja wa hao. Mafarisayo ndio mwenye kuandika barua nyingi kuliko watu wengine wote. Ni mmoja wa hao. Yesu anasema, anaambiwa Mafarisayo waliposikia stori zako walikasirika. Akasemaje Paulo? Akajibu akasema, ndio, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila mafundisho asiyofundisha Mungu yatawekwa kando, yatang'olewa. Kwa hiyo yatawekwa kando, yani yang'olewe, yawe hayapo. Unaona, pando ni mafundisho ambayo yamepandwa, ni kama si ya Mungu, yatawekwa kando. Waacheni hao viongozi vipofu wa vipofu. Ala, kumbe kuna viongozi wa vipofu wakafanyaje? Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake. Sasa baba alikuwa hajui, kakuzaa wewe, kakufundisha, na huyo baba pia yeye hajui, kafundishwa na mwingine ambaye hajui. Kwa hiyo kakuja ni cheni moja mrefu mpaka imekufikia wewe, nyinyi wote mkawa hamjui. Yesu anasema ukiongozwa na kipofu wa vipofu wako wengi, alafu wewe ukiongozwa na hao, mtaingia wapi? Shimoni nyinyi wote wawili. Unaonaje? Unamuongoza, umemshika mtu mkono, wewe nimekushika mimi, alafu niambie mzee, na hapo mbele kuna shimo, unatarajia nifanyeje? Sitakuachilia kwanza nikuulize wewe, kwani siku hizo unaona? Kwa hiyo kitabu ambapo mimi nakupa ushauri mwafaka, funga hiyo. Ile kitabu kile kimesomwa mwisho, hichi ndicho wewe unapaswa kufuata. Utakuta Yesu ni Mungu humo ndani, utakuta Yesu ni mtoto wa Mungu huko ndani, utakuta wanadamu wamepewa haki zao, wewe kama wewe, mnyama kama mnyama, mwanadamu kama mwanadamu, Mungu na haki zake na manabii wake na haki zake. Hichi ndio kitabu kimekuja kufanyaje? 5 nimalizie 5:48 namalizia na hapo. Usikie ilikuja kufanya kazi gani Qur'ani. Ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekileta kwa sababu ya hizi 5:48. Ndio. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu wa rehema na mwenye kurehemu, mwalimu wangu. Naam. Na tumekuteremsha kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Kitabu kimeletwa ili haki ibainike. Maana haki imefunikwa ikawa haijulikani. Kama vile wewe umeweza kutuliza ni gani nifuate. Kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Hiki kitabu kinatangaza hizi vitabu, kinasadikisha, yani sasa kinafafanua na kinakuonyesha kwamba hili limeondolewa, hili liko. Na kuvihukumia. Kumbe Qur'ani imekuja kuhukumia kuhukumu hizi vitabu zote. Huyu ni jaji, anahukumu hizi vingi. Ndio maana anasema umefanya vitabu makundi. Kama haya ndio yaliyoharibiwa, ndio au ndio yaliyosalimika. Basi wahukumu baina yao kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Qur'ani inasema tuwahukumu nyinyi kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kitabu ambacho unapaswa kufuata mwanangu ni hii Qur'ani. Ni hiari yako, ulazimishwi na mtu, maamuzi ni ya kwako, maana uhai ni wa kwako wewe, si wa baba, si wa mchungaji, si wa bishop, ni wa kwako wewe.
Maana motoni utaenda mwenyewe, peponi paradiso utaenda mwenyewe. Kwa hiyo uchague njia nzuri. Muongozo ni upi? Ni ile Qur'an. Kwa hiyo machache yatosha. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, naona muda tumetumia vizuri na mandugu zetu. Allah wafahamishe haki, wajue haki. Sijui kama tutaongeza siku nyingine ama namna gani. Narudi kwenu kama ni kesho, siku 2-3, unaonaje? Siku ambayo labda mnajua mnapatikana. Mimi nasema kesho na kesho tuendelee. Kuna jambo kubwa Kesho uweze ukataka disturbance. Uweze ukataka disturbance utaki kesho kutwa. Haya, kesho tuendelee, kesho kutwa mtasherekea ama namna gani? Tunaweza tukaahirisha nini kesho mtondo na mtondogo. Kesho ni mzuri, kesho kutwa watakuwa na nafasi. Ndio nasema hivi.